Na Mheshimiwa Bimani, assalamu alaikum. Alaikum salam. Habari za asubuhi bwana. Wema. Mimi jina langu ni Yasser Mkubwa, ni mwandishi wa habari. Nataka kufahamu, kuna taarifa tumezipokea kwamba kuna kijana wa chama cha ACT Wazalendo, taarifa kama zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii, amefariki dunia. Tunataka kujua swala hili, sijui mmelipokeaje kwa upande wenu? Kwa kifupi ni msiba mkubwa sana kabisa ambao umetukuta leo kwa kufariki huyu kijana Hamis Haji ambaye ni mwenyekiti wa vijana jimbo la Dimani. Jimbo la Dimani. Ndio. Yeye alikuja kuungana na vijana wenzake katika matembezi na kongamano ya miaka 62 ya muungano ulioandaliwa na vijana wa chama cha ACT. Ndio. Taifa. Ndio. Tumepokea kwa huzuni kubwa na masikitiko makubwa. Ndio. Tunataka kujua chanzo cha kifo chake ni kitu gani? Akijajulikana kwa sababu taarifa sitatolewa labda na vyombo vinavyohusika, sababu ameweza kufanywa na postmortem, lakini katika matembezi yale labda ndio palipotokea msiba maeneo karibu na pili na maeneo ya karibia kwenye ukumbi barabarani. Kwa hivyo kuna lugha nyingi kama amekanyaga maji, kuna ardhi ya umeme, kuna maeneo gani, lakini bado hatuwezi kusema ni kipi cha hakika zaidi baada ya tasmini ripoti ya polisi itakayo. Na wapi hasa limetokea hilo tukio huko kisiwani Pemba? Tukio hili leo kulikuwa na siku ya maadhimisho hayo ya miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, na kitaifa kama chama cha ACT ngome ya vijana walibeba jukumu hili, na maadhimisho yale yalikuwa katika mji wa Wete, jimbo la Wete. Kwa hivyo shughuli zilianzia Jadida na kumalizikia katika ukumbi wa Istikama ulio katika mitaa ya Wete. Na kwa sasa hivi ni kitu gani kinachofuata mara baada ya kutokea kwa tukio hilo la kufariki kwa huyo mwenyekiti wa ngome ya vijana wa chama cha ACT Wazalendo? Ni hatua ambazo za dharura tu. Baada ya kuanguka na kuchukuliwa, alipelekwa kwenye hospitali ya dispensary pale Wete haraka, lakini pale wakagundua kama maisha yake tayari ameshafariki, na tukahamisha hospitali ya Kinyasini ambayo iko katika mkoa wa Wete kwa ajili ya kufanywa postmortem kama taratibu za kipolisi na nyingine zilizofuata. Na sasa hivi sisi kama chama basi tunahakikisha leo hii mimi nitaondoka pamoja na mwili wa marehemu kwa kurejea Unguja kwa ajili ya mazishi. Mnatarajia kuondoka muda gani huko kisiwani Pemba na kuwasili kisiwani Unguja muda gani? Na chama chenu cha ACT Wazalendo kufuatia tukio hili mnazungumziaje taarifa hii ya msiba kiujumla, na wananchi wafahamu kitu gani? Kwa kifupi, taarifa tulizozungumza kwa jumla kama tumepokea msiba, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ni msiba wa kiongozi mkakamavu wa vijana, ni kiongozi wa vijana, ni kiongozi wa kisiasa, ni kiongozi wa vijana wote, na ni msiba ni wote sote. Kwa hivyo kwanza pole kwenye familia yake, na pole wana ACT Wazanzibari wote, tushiriki katika kustiri mwili huu wa marehemu. Nategemea muda chini ya saa moja au ndio tuondoka hapa Pemba kwa kurudi Unguja. Haya, mimi nakushukuru, lakini tusichoke kupeana taarifa kwa kadiri ya matukio yanavyoendelea kutokea. Asante Asante sana. Mimi nakushukuru kwa kunitafuta na kuweza kuhabarisha taarifa hizi ili jamii iweze kuelewa kile ambacho kilichotokea Pemba leo. Asante sana na kushukuru sana Bwana Salum Bimani. Asante sana.